Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika sehemu ya siku kwa amani na usalama. Ni furaha yetu kuwa pamoja nanyi katika taarifa yetu ya mchana, tukuletea muhtasari wa matukio muhimu yanayoendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu, Afrika na dunia kwa ujumla. Katika dakika chache zijazo tutakuletea habari za kisiasa, usalama, maendeleo ya kijamii na matukio mengine yanaendelea kugusa maisha ya wananchi. Mimi ni Roger Longa na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakukaribisha uendelee kuwa nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa taarifa yetu hii ya mchana. Na niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi ni haya na mengine zaidi ni katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 2 Juni mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika maendeleo mapya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zinaonyesha mabadiliko ya harakati za kijeshi kutoka eneo la Rubaya, eneo muhimu lenye migodi katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Aliona ajiri wakati ambako mapigano kati ya vikosi mbalimbali vya kijeshi na makundi yenye silaha yakiendelea kuasiri udhibiti wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi za ndani ya eneo hilo, baadhi ya wanajeshi wanadaiwa kuwa sehemu ya vikosi vinavyotumiwa na jeshi la Rwanda RDF wameanza kujiondoa katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa wakiimarisha uwepo wao baada ya kile kinachoelezwa kwa operesheni za kuimarisha vikosi vya waasi M23 katika eneo la Rubaya. Taarifa hizo zinaeleza kuwa hatua ya kuimarisha vikosi ililenga kudhibiti kasi ya maendeleo ya makundi ya wazalendo ambayo kwa kijaribu kusonga mbele kuelekea katika mji wa Rubaya, eneo linalojulikana kwa shughuli kubwa za uchimbaji wa madini. Baada ya muda wa mvutano na harakati za kijeshi, inaripotiwa kuwa baadhi ya vikosi vilianza kurejea katika maeneo ya awali, ikiwemo maeneo ya Kivu Kusini na sehemu za Ruchuru. Wakati huo harakati za wapiganaji zimeendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali ya Kibabi, Rubana pamoja na Luke na Katobotobo, yaliyoashiria kuwa mazingira ya usalama bado hayajatulia kikamilifu. Wakazi wa maeneo wanaendelea kuripoti hali ya taruki, huku baadhi ya wakiama makazi yao kutokana na hofu ya mapigano mapya. Katika tukio jingine linalohusishwa na mapigano ya eneo la Masisi, taarifa zinaeleza kuwa kamanda maarufu anajulikana kwa jina la Mutayomba Stani Jamese, ambaye anatajwa kwa kuongoza baadhi ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo, alijeruhiwa katika mapigano yaliyotokea siku ya Jumamosi katika eneo la Mulema karibu saa 7 za mchana. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Mutayomba alijeruhiwa akiwa katika mapigano dhidi ya wapiganaji wa M23 walio kupata muungwaji mkono wa Rwanda. Mara baada ya kujeruhiwa alikimbizwa kwa matibabu ya haraka katika kituo cha afya kilichokuwa karibu, na inaripotiwa kwa hali yake ilianza kuimarika baada ya kupata huduma za kitabibu. Hii si mara ya kwanza kwa kamanda huyo kujeruhiwa katika mapigano yanayoendelea huko Rubaya. Inadaiwa kuwa amejeruhiwa mwaka 2024 wakati wa mapigano yalitokea katika eneo hilo kabla ya kupona na kurejea tena katika shughuli za kijeshi. Hali ya usalama katika eneo la Masisi na maeneo jirani ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa tete kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha, miongoni mwao ikiwa ni M23 na makundi ya wazalendo wanaojaribu kupinga maendeleo hayo. Migogoro hiyo imeendelea kusababisha mabadiliko ya mara kwa mara ya udhibiti wa maeneo muhimu, hasa yale yenye rasilimali za madini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mzunguko wa mapigano na uhamasishaji wa vikosi vya mashambulizi ya mara kwa mara uendelea kuongeza hali ya sintofahamu kwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi wengi wanalazimika kuyama makazi yao kwa shughuli za kijamii na kiuchumi zikitazika kwa kiasi kikubwa. Wakati juhudi za kidiplomasia na mazungumzo ya amani zikiendelea kuzungumzwa kati ngazi za kimataifa, na hali ya uwanjani bado inaonyesha changamoto kubwa katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa sasa macho wengi yanaelekezwa katika eneo la Rubaya na Masisi kwa jumla, ambako mabadiliko ya haraka za kijeshi yanaendelea kuathiri maisha ya raia.
Muungano wa waasi wa M23 na RDF wametangaza huko tayari kuchukua hatua za kijeshi na za ziada hata kupanua maeneo yanayodhibiti iwapo watashambuliwa tena na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake. Kwa imekuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku juhudi za kidiplomasia zikifanyika ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne hii na waasi wa M23 inasema kuwa itajikita tu si katika kulinda maeneo ambayo tayari yako chini ya udhibiti wake, bali kwa tayari kuchukua hatua zote inazozidai kwa ni muhimu ili kuzuia mashambulizi yoyote mapya. Kulingana na waasi hao, endapo vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao wataanzisha operesheni za kijeshi dhidi yao, watajibu kwa nguvu na kusukuma mbele maeneo ya mapambano. Taarifa imeeleza kwamba lengo lao ni kuyarudisha nyuma majeshi wanayoyaita ya muungano wa serikali ili kuyaondoa katika maeneo yao ya sasa. Waasi pia wamedai kuwa wameanzisha kile wanachokiita eneo la usalama la kutosha, jambo ambalo kwa tafsiri la kijeshi linaweza kumaanisha kupanua zaidi ushawishi wao katika maeneo mapya. Tangazo hilo linaongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano makali katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambako vita kati ya waasi wa M23, RDF na vikosi vya serikali vinaendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Maelfu ya wananchi wamekuwa wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano, huku hali ya kibinadamu kuendelea kuzorota katika maeneo mengi yaliyoathiriwa na migogoro. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa matamshi ya waasi wa M23 yanaweza kuongeza mvutano katika kipindi ambacho juhudi za mazungumzo na upatanishi bado zinaendelea. Serikali ya Kinshasa bado kwa upande wake imekuwa ikisitiza umuhimu wa kurejesha mamlaka yake katika maeneo yote ya taifa na kuendelea kutetea uhuru wa mipaka ya nchi. Wakati huo wapatanishi wa kimataifa wanaendelea na maandalizi ya mkutano maalum utakaokutanisha wadau mbalimbali ili kutathmini hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mkutano unatarajiwa kujadili maendeleo ya hivi karibuni ya kijeshi, hali ya kibinadamu pamoja na njia za kuimarisha ustawi wa mapigano na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Kauli ya waasi wa M23 inakuja wakati ambako macho ya kijamii ya kimataifa yanaelekeza kuelezwa mashariki mwa nchi ambako mamilioni ya wananchi wanaendelea kuathiriwa na migogoro huu wa muda mrefu wa usalama. Wengi wanatarajia kuwa juhudi za diplomasia zitazaa matunda na kusaidia kupunguza mvutano unaweza kusababisha mapigano mapya katika siku zijazo. Mamlaka za eneo la Rwenzori katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini zimependekeza kusitishwa kwa muda kwa shughuli za mashambani kufuatia shambulio la baya lilotokea katika usiku wa kuamkia tarehe 31 Mei katika kitongoji cha Ngadi. Shambulio ambalo linahusishwa na waasi wa kundi la ADF limeacha huzuni mkubwa kwa wakazi wa eneo hilo, huku idadi ya waliopoteza maisha ikiendelea kuongezeka kadri uchunguzi na operesheni za usalama zinavyoendelea. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na kamishna mkuu Remi Masashi, idadi ya vifo vilivyorekodiwa baada ya uvamizi umeongezeka kutoka 14 na waliotangazwa awali hadi kufikia watu 21. Mamlaka zinaeleza kuwa bado kuna uwezekano wa kupatikana kwa taarifa nyingine kadri vikosi vya usalama vinavyoendelea na shughuli za upekuzi katika maeneo yaliyoathiriwa na shambulio hilo. Tukio limetikisa kwa kiasi kikubwa wakazi wa Beni, ya eneo ambalo kwa miaka mingi linaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanahusishwa na waasi wa ADF. Mashambulizi ya mara nyingi hulenga raia wasio na hatia, jambo ambalo linaendelea kuzua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, meya wa manispaa ya Rwenzori ametoa wito kwa wananchi kusimamisha kwa muda shughuli zao za mashambani, hasa katika maeneo yaliyo karibuni na misitu au maeneo yanaweza kutumiwa na makundi ya waasi kujificha. Mamlaka zinaamini kuwa hatua inaweza kusaidia kupunguza hatari kwa wananchi kukutana na watu wenye silaha kujikuta katika mashambulizi mapya. Katika maeneo mengi ya Beni, kilimo ndicho chanzo kikuu cha maisha ya wananchi wengi. Hata hivyo, mara kadhaa wakulima wamekuwa wahanga wa mashambulizi wanapokuwa mashambani njiani kuelekea katika maeneo yao ya uzalishaji. Aliyomeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kiuchumi na usalama wa chakula katika baadhi ya vijiji na vitongoji vya eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na Radio Mto Beni, mamlaka za eneo zimewasi wananchi kuchukua uangalifu zaidi katika kipindi hiki kigumu. Wakazi wametakiwa kufuatilia kwa karibu mazingira yao, kutoa taarifa haraka kwa vyombo vya usalama endapo wataona watu wanaofahamu au mienendo yoyote inayotishia shaka katika maeneo yao. Viongozi wa eneo wamehimiza ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa mamlaka, ushirikiano ni muhimu katika kusaidia kutambua mapema vitisho vya kiusalama na kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Wananchi wameomba kutoficha taarifa zinazoweza kusaidia katika juhudi za kuimarisha usalama wa jamii. Na wakati huo vikosi vya ulinzi na usalama vimeendelea na operesheni katika maeneo mbalimbali ya Beni kwa lengo la kuwatafuta na kufuatilia wahusika wa shambulio hilo. Serikali imekuwa ikiendelea kutuma vikosi katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya ADF
ingawa changamoto za kiusalama bado zinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu za Kivu Kaskazini na Ituri. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii wameeleza masikitiko yao kufuatia mauaji yao ya raia. Wametaka serikali kuongeza juhudi katika kulinda wananchi na kuhakikisha kwa wahusika wa mashambuliaji dhidi ya raia wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Pia wametoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi katika vitongoji vinavyozunguka mji wa Beni ambavyo mara nyingi vimekuwa vikilengwa na makundi yenye silaha. Kadri mamlaka zinavyoendelea kutathmini hali ya usalama, wananchi wa Beni wanasubiri kuona hatua zaidi zitakazochukuliwa ili kuzuia mashambulizi mengine na kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo. Kwa sasa tahadhari inaendelea kutolewa kwa wakazi wote, kuitwa umoja, umakini na ushirikiano na vyombo vya usalama ukiendelea kusitizwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na tishio la makundi yenye silaha katika sehemu hiyo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Uchukuzi imetangaza kufunguliwa mara moja kwa shughuli za uwanja wa ndege wa Bunia ulioko katika mkoa wa Ituri. Uamuzi unakuja baada ya kukamilishwa kwa uwekezaji wa mfumo maalum wa ufuatiliaji wa afya katika maeneo yote ya kuingia na kutoka ndani ya miundombinu hiyo ya usafiri wa anga. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Uchukuzi, kurejeshwa kwa safari za ndege katika uwanja huo kutafanyika sambamba na utekelezaji mkali wa hatua za afya ya umma. Mamlaka zimesema kuwa vifaa na mifumo ya kudhibiti na kufuatilia hali ya kiafya kwa wasafiri tayari vimewekwa na vitaendelea kutumika kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wananchi na wageni wanaotumia uwanja huo. Hatua imechukuliwa katika kipindi ambacho mamlaka za afya nchini zinaendelea kuwa makini dhidi ya hatari ya kuibuka kwa tena kwa ugonjwa wa mlipuko ambao unaweza kuhatarisha afya ya jamii. Serikali imeeleza kuwa mifumo ya ukaguzi wa afya katika viwanja vya ndege na bandari ni sehemu ya mkakati mpana na kuimarisha usalama wa afya katika maeneo yenye msongamano mikubwa ya watu na maeneo yanayohusishwa na usafiri wa ndani na wa kimataifa. Taarifa hiyo imebainisha kuwa wasafiri wote watakaotumia uwanja wa ndege wa Bunia watalazimika kuheshimu masharti yote yaliyowekwa na mamlaka husika za afya. Miongoni mwa hatua hizo ni ukaguzi wa afya kwa wasafiri, ufuatiliaji wa dalili zinazoweza kuashiria uwepo wa magonjwa ya kuambukiza hususan Ebola, pamoja na utekelezaji wa kanuni za usafiri katika maeneo yote ya uwanja wa ndege. Kufunguliwa tena kwa uwanja huo wa ndege wa Bunia kunatajwa kuwa hatua muhimu kwa uchumi wa mkoa wa Ituri na maeneo jirani. Kwa muda mrefu usafiri wa anga umekuwa njia muhimu ya kuunganisha Bunia na miji mingine mikubwa nchini, kurahisisha biashara, shughuli za biashara pamoja na usafirishaji wa watu na mizigo. Wafanyabiashara, mashirika ya kimisaada ya kibinadamu na wananchi wa kawaida wanatarajiwa kunufaika na kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri wa anga. Kwa Ituri umekuwa ukikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kibinadamu katika miaka hivi karibuni, ambayo imefanya huduma za usafiri wa anga kuwa ngumu zaidi na kufanikisha misaada ya kuwarahisisha mawasiliano kati ya maeneo mbalimbali. Kwa upande wa mamlaka za afya, kufunguliwa kwa uwanja huo hakumaanishi kutekelezwa kwa tahadhari. Badala yake, serikali imesisitiza kuwa ufuatiliaji wa karibu utaendelea kufanyika ili kuhakikisha kuwa kuna hatari ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Timu za wataalamu wa afya zimepewa jukumu la kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa hatua zote zinazowekwa na kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu hali ya afya katika eneo hilo. Kwa sasa shughuli za usafiri wa anga zimeanza kurejea taratibu katika uwanja wa ndege wa Bunia, huku mamlaka zikadi kuendelea kuchukua hatua zote ili kuhakikisha kuwa usalama wa kiafya unabaki kwa kipaumbele katika kituo na operesheni zote za uwanja huo. Habari hii inakuja kama faraja kwa wakazi wa Ituri ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisubiri kurejea kwa huduma kamili za usafiri wa anga katika eneo lao. Mvutano mkubwa umeripotiwa katika mji wa Bunia mkoani Ituri baada ya baadhi ya wananchi walioshambulia na kuwapiga viboko wa mawakala walikuwa wakihusika na shughuli za mazishi ya mtu aliyefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Swala limebua wasiwasi kuhusu kiwango cha uelewa na wa jamii juu ya hatua za kukabiliana na magonjwa na mlipuko pamoja na changamoto zinazokabili wahudumu wa afya wanaoanza kufanya kazi katika mazingira hatari. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa katika eneo hilo, tukio lilitokea wakati timu maalum iliyokuwa imepewa jukumu la kusimamia mazishi salama ya mwili wa marehemu aliyopatikana kwa ajili ya kutekeleza taratibu zinazotakiwa kufuata katika mazingira ya mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, hali ilibadilika ghafla baada ya baadhi ya wananchi kuonyesha kutokuridhishwa na namna shughuli hizo zilikuwa zikiendeshwa. Mashuhuda wanasema kuwa hasira za wananchi zilionekana kuongezeka wakati wa mazishi hayo, yaliyosababisha baadhi yao kuwavamia mawakala au na kuwapiga mbele ya umati wa watu. Tukio limesababisha hofu kubwa miongoni mwa wafanyakazi wa afya na wale wote wanaoshiriki
kushiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Ituri. Ebola ni moja ya magonjwa hatari zaidi katika ya kuambukiza, na mara nyingi mamlaka za afya huweka utaratibu maalum wa kushughulikia miili ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa huo. Maisha salama huchukuliwa kama hatua muhimu katika kuzuia maambukizi mapya, kwa sababu virusi vinaweza kuendelea kuwepo kwenye miili ya marehemu au kusababisha maambukizi kwa watu wanaogusa bila kinga stahiki. Kutokana na sababu hizo, timu maalumu za mazishi hupewa mafunzo na vifaa vya kukinga ili kuhakikisha kuwa taratibu zote za afya zinazingatiwa. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo hatua hizo wakati mwingine hukutana upinzani kutoka kwa wananchi wanaotaka kuhifadhi miili na desturi zao za mazishi, jambo ambalo linaweza kusababisha migogoro kati ya jamii na wahudumu wa afya. Mashirika ya afya na viongozi wa jamii wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na elimu kwa wananchi ili kuondoa hofu, uvumi na taarifa potofu kuhusu Ebola. Mara nyingi ukosefu wa taarifa sahihi unaweza kusababisha wananchi kutokuwa na imani na hatua zinazochukuliwa na mamlaka za afya, jambo linaloweza kuchangia matukio ya vurugu kama ilivyoshuhudiwa huko Bunia. Wakati huo, mamlaka za eneo zinatarajiwa kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo na kuchukua hatua zinazostahili ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa afya. Pia zinatarajiwa kuimarisha kampeni za uhamasishaji wa jamii kuhusu umuhimu wa kuheshimu taratibu za afya ya umma wakati wa mlipuko wa ugonjwa huo wa kuambukiza. Tukio linakuja katika kipindi ambacho mamlaka za nchi na afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya Ebola katika baadhi ya maeneo ya mashariki. Wataalamu wanaonya kuwa ushirikiano kati ya wananchi na huduma za afya ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa na kulinda maisha ya watu wengi zaidi. Kwa sasa viongozi wa afya wanaendelea kutoa wito kwa wananchi wa Bunia na maeneo mengine walioathiriwa kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu, kuripoti haraka visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola na kushirikiana na timu za afya kuhakikisha kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinafanikiwa. Huku uchunguzi ukiendelea, tukio la kushambuliwa kwa mawakala wa mazishi limeibua mjadala mpana kuhusu umuhimu wa elimu ya afya na kujenga imani kati ya jamii na wahudumu wa afya katika nyakati za dharura za kiafya. Tozana cimetière awa cercueil comme vide. Cercueil comme vide yango babenga na batu. Cercueil vide na cimetière. Cercueil comme vide. En direct awa tozana cimetière. Cercueil est vide. Ebembezana kati te. Augustin Kabuya, katibu mkuu na rais wa muda wa chama cha UDPS, amekataa wito wa vile moto uliopangwa kufanyika tarehe 3 Juni na baadhi ya vyama na viongozi wa upinzani nchini DRC. Akizungumza mbele ya wanachama wa chama chake mjini Limete, Kabuya aliwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kawaida na kutokupokea wito huo wa upinzani. Alisema kwa siku ya Jumatano tarehe 3 Juni ni siku ya kazi ya kawaida na hakuna sababu ya kusimamisha shughuli. Kabuya alieleza kuwa wabunge wanaendelea kuwa bungeni, watumishi wa umma wataendelea na kazi zao na wafanyakazi katika sekta binafsi na wanapaswa kuendelea na majukumu yao kama kawaida. Kwa upande wa upinzani, mgomo umepangwa kama njia kuonyesha kupinga mjadala unaendelea kuhusu uwezekano wa kubadilisha au kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa upinzani wanaamini kuwa mabadiliko haya yanaweza kuhatarisha demokrasia na mfumo wa sasa wa katiba. Hata hivyo, Kabuya amesema kuwa mpango huo wa vile moto haupaswi kuathiri maisha ya wananchi wala shughuli za nchi. Aliwataka wanachama wa UDPS na wananchi wote kuwa watulivu na kuepuka kushiriki katika maandamano, mikusanyiko yoyote inaweza kusababisha vurugu. Pia alionya kwamba kuna watu wanaoweza kutumia siku hiyo kufanya vitendo vya uharibifu wa mali na baadaye kujaribu kulaumu chama tawala. Kwa sababu hiyo, amewahimiza wananchi kuwa makini na kutokuruhusu kuchochewa na wanasiasa wanaotafuta kuleta mvutano. Kauli hizi zinakuja wakati ambako mjadala kuhusu mustakabali wa katiba DRC ukiendelea kugawa maoni kati ya serikali na upinzani. Wakati upinzani unaendelea kuhamasisha wananchi kupinga mabadiliko yote ya katiba, viongozi wa karibu na serikalini wanaona kuwa mjadala huo ni sehemu ya kawaida ya demokrasia. Kadiri tarehe 3 Juni inavyokaribia, mvutano wa kisiasa unaendelea kuonekana kati ya pande hizo mbili, huku kila upande ukijaribu kuwashawishi wananchi kuunga mkono msimamo wake. Serikali kupitia UDPS inasisitiza umuhimu wa amani, utulivu na kuendelea kwa shughuli za kawaida zote nchini.
Katika hali iliyotafsiriwa kama ishara kutambua mchango wa wapiganaji walioko mstari wa mbele wa mapigano, General Kabala anajulikana pia kwa jina la President Kabala ametoa ujumbe wa pongezi na shukrani kwa Kaasha Murula Albert maarufu kama Foka Maike wakati wa gwaride maalum ulioandaliwa na vikosi vya wazalendo. Katika hotuba yake mbele ya wapiganaji wa wananchi na wananchi waliohudhuria hafla hiyo, General Kabala alisisitiza umuhimu wa kutathmini juhudi za kujitolea kwa wale walioshiriki katika harakati za kutetea maeneo yao. Alieleza kuwa miongoni uongozi wa kweli haujengwi tu kwa kutoa amri, bali pia kwa uwezo wa kutambua na kutathmini mchango wa wengine waliofanya kazi kwa bidii kwa ajili ya malengo ya pamoja. Kauli hiyo imevutia hisia za wengi waliokuwa wakifuatilia tukio hilo, huku baadhi ya wachambuzi wakisema kuwa kutambua hadharani mchango wa wapiganaji au viongozi wengine kunaweza kusaidia kuimarisha mshikamano na morali miongoni mwa wanachama wa makundi wanaoshiriki katika operesheni mbalimbali za kiusalama. Kaasha Murula Albert anajulikana zaidi kwa jina la Foka Maike na atajwa mara kadhaa miongoni mwa watu wanaoshiriki katika juhudi za wazalendo katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Katika ujumbe wake, General Kabala alionekana kueleza heshima yake kwa mchango wa Foka Maike katika mapambano yanayoendelea dhidi ya waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. General Kabala ni mmoja wa makamanda wanaotajwa kuongoza makundi ya wazalendo yenye asili ya mkoa wa Maniema. Kwa taarifa mbalimbali kutoka eneo la mashariki mwa nchi, vikosi hivyo vimekuwa vikishirikiana na jeshi la serikali katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli katika maeneo ya Kivu kaskazini na kusini. Katika kipindi cha miezi hivi karibuni, mapigano kati ya vikosi vinavyoungwa mkono serikali na waasi wa M23 yanaendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Leo malazimu viongozi wa kijeshi na wale wa makundi ya washirika kuendelea kuhamasisha wapiganaji wao kuhusu wakitiza umuhimu wa umoja na ushirikiano. Wakati wa gwaride hilo, ujumbe wa General Kabala ulijikita zaidi katika kutambua mchango wa watu binafsi ndani ya harakati hizo. Alieleza kwa mafanikio yote yanayopatikana katika uwanja wa operesheni ni matokeo ya juhudi za pamoja na kujitolea kwa kila mmoja anayeshiriki katika shughuli hizo. Wafuasi na viongozi wamepokea kwa furaha maneno hayo ya shukrani, wakisema kuwa yanasaidia kuongeza moyo wa kujitolea kwa wale walioko katika mazingira magumu ya mstari wa mbele. Wengine wameona kuwa hatua hiyo ni ya kutambua hadharani mchango wa watu wengine ni mfano wa uongozi unaolenga kuimarisha mshikamano na kuheshimiana. Kwa sasa video ya gwaride inaendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, huku wengine wakivutiwa na ujumbe wa shukrani uliotolewa na General Kabala kwa Kaasha Murula Albert Foka Maike, ujumbe ambao kwa wengi wanaonyesha umuhimu wa kutambua mchango na wengine katika nyakati za changamoto za kujitolea. Ulishasikia kijeshi kinaenda nani vote? Ni juu ya nini? Ni juu hakutakuwa jinsi ya kuiba. Vote banaibaka, vote bananunuaka. Kijeshi ni jasho yako, ni nguvu yako, ni combativity yako. Unaona mbalimbali. Njoo mbalimbali huko. Kijeshi ni combativity yako, ni kujitoa. Politique hata haukujitoa. Kufika tu influence unakuwa mtu fulani. Supostile unajimwanga. Franga yako unamwanga. Unaibia umma. Sasa unaenda kule kwenda kurekipere intere. Eske jeshi anakuwaka na intere? Intere yetu ni kufia nchi. Intere yetu ni kufia nchi. Ni politisi yetu mmoja. Mwenye niko na mkonteni mzalendo ni Honorable Foka Maike. Mko namsikia? Ndio. Honorable Foka Maike alienda kupori. Akaacha ministeri. Akaacha de poste ya budepite. Akajimwanga kupori. Staff ya ule honorable yote aposeme yote bajeni garso ya aposeme baku mkimai mai mwengu. Hapa wako tu Manyema kuku deputy hata mwasha waletea hata mtu wa tumbako. Hata kujitoa atajitoa. Na ni haramu kusaidia ba deputy. Mungu anamsikia? Ni haramu kusaidia ba deputy yetu, kwanza ni haramu. Mungu anamsikia? Foka Maike kisha alikwambia tosema naingia mpori. Parti politique ba jeune garçon yote hapo sema de mikilo. Bako kutizaleni. Ba politicien ba police nationale. Ba police bote. Bako mkizaleni. Bale benye walikamata maeneo yenyewe balikuwa natumikia. Wala Uvira hakuna ba polisi ba mingi, bote bako mkizaleni. Njoo tu parti politique moya yenye
iko na maana ile parti politique ba jeune garçon bote bako kupori huko ba parseke yake banani ba charger na mobilisation bote bako na mabunduki huko. Haikuchungwa nchi yako. Eske ule hata kama kaendelea na siasa atakuwa anatumika siasa na msimamo. Probleme yenyewe kwako mtu hata moya asibatili confusion. Asema kutakuwa hivi ni bongo. Jeshi achungi tu mipango ya kutokea kuongozi wake. Na ile maongozi ya pembeni ndio kunatuletea chati. Kutakuwa hivi. O fulani anaingia. O honorable atatafuta bunduki anataka kuipatia wapi? O honorable atatafuta mafuta. Yeye anataka wewe kwa mafuta akupatiwe. Hii mvumato shatumika hata na politicien mwa siku moja. Na ndio maana iko na efficacité. Ile kwenda kushirikiana ndugu yako kama ni politicien mkutane tu naye kukindugu mais asikuingili profondeur mume wako. Beba lingiza souverain leo mdifikite ni wa politicien. Mungu namsikia. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 2 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunapenda kuwashukuru nyote kwa kuendelea kuwa nasi na kutupa nafasi ya kuwafikishia habari muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tuendelee kudumisha amani, umoja na mshikamano katika jamii zetu, tukiendelea kufuatilia maendeleo ya matukio mbalimbali yanayotuzunguka kila siku. Kwa maoni, mapendekezo au taarifa, endeleeni kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu na majukwaa yetu rasmi ya Kivu News Info. Na kabla tutahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, naendelea kukumbusha huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, click, comment na kushare. Na kwa lugha unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku shatu nakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi mimi ni Teloje Lulonga, na kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info na washukuru kwa kuwa pamoja nasi. Basi mwana mchana mwema, kazi njema na Mungu awabariki. Kwa rena tukutane tena katika taarifa zetu zijazo. Bye bye. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kuzofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.